Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Marekani limesema kwamba lipo tayari kuanza tena mapigano mara moja ikiwa Iran haitokubali makubaliano ya amani. Kwa mujibu wa maafisa wa juu wa kijeshi wa Marekani, hatua hiyo ni sehemu ya shinikizo kwa Tehran kusaini mkataba, huko vikosi vyake vikianzisha zuio dhidi ya meli zote zinazoingia au kutoka Iran. Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth amesema Iran ina nafasi ya kuchagua mustakabali wenye ustawi kwa wananchi wake, lakini akaonya kuwa ikikataa itakumbana na mashambulizi yatakayolenga miundombinu ya nishati na umeme. Mkuu wa majeshi ya pamoja Jenerali Dan Kane amesema vikosi vya Marekani viko tayari kuanza operesheni kubwa ya kijeshi wakati wowote. Ameongeza kuwa meli za kijeshi zitazuia au kukamata meli yoyote inayojaribu kuvuka zuio hilo na itatumia nguvu endapo hazitatii. Hadi sasa meli 13 zimerudi nyuma badala ya kuvunja zuio hilo na hakuna meli iliyokamatwa kufikia sasa. Lakini baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba Iran imepitisha zaidi ya meli 10 ambapo miongoni mwa meli hizo ni za wa Iran pamoja na za wa China. Maafisa wa Marekani ikiwa ni pamoja na msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt wamesema mazungumzo hayo yanatarajiwa kuanza wiki hii, huku wakitaja kuwa na matumaini ya kufikia makubaliano ya duru ya kwanza ya kumalizika kwa vita hivyo bila mafanikio yoyote. Hata hivyo, hali ya mivutano itaendelea kushuhudiwa. Iran imetishia kusimamisha biashara katika bahari ya Sham na kwenye eneo lote la Ghuba endapo Marekani haitaondoa vizuizi vya majini kwenye bandari zake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei amesema hatua hiyo ya Marekani ya kuweka vizuizi kwenye mlango wa bahari wa Hormuz inayoweka hatarini makubaliano ya usitishaji wa mapigano kwa muda wa wiki 2, huku akisema kuwa uwezekano wa mazungumzo mapya bado haujathibitishwa. Uvumi kuhusu kuongezwa kwa muda wa usitishaji mapigano na majadiliano haya mapya hakuna hata moja linaloweza kuthibitishwa. Kama nilivyosema, mazungumzo yanaendelea kupitia mpatanishi Pakistan na tunasubiri kuona upande wa pili ukiwa una nia ya dhati kuhusu hatua zao za kidiplomasia. Ni Marekani ambayo lazima ithibitishe dhamira yake kwa sababu imekuwa ikivunja ahadi zake kwa kuvuruga mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amemtolea wito mwenzake wa Iran Abbas Araghchi kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kumwambia kuwa hilo ni hitaji la kimataifa. Hata hivyo, Wang Yi ameeleza kuhusu kuheshimiwa kwa uhuru na umiliki wa Iran katika ujio wa bahari wa Hormuz na amesisitiza pia kuhusu kuhakikisha usalama usafirishaji katika njia hiyo ya muhimu ya bahari. Afisa mmoja wa Iran amesema Marekani na Iran zimepiga hatua katika kupunguza hali ya mvutano, akisema kuwa ziara ya mkuu wa jeshi la Pakistan huko Tehran imesaidia pakubwa kutuliza tofauti zilizopo na kuongeza matumaini ya kuanzisha mazungumzo mapya ya kusitisha mapigano kati ya Tehran na Washington. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kinatajwa na Marekani kwamba ikiwa wakati huu mazungumzo hayataweza kufikiwa katika hali ya makubaliano, basi Marekani itaingia katika mapambano makali dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kile ambacho wanakitaja kwamba ni mpango wa kuhakikisha Iran inakubaliana na kile ambacho Marekani inataka wakati huu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati